Leo tutajifunza dalili za PID. Je, unaijua PID? Je, umehudhuria darasa ambalo nimefundisha hapo awali kuhusu PID? PID kiufupi ni pelvic inflammatory diseases, na PID inasababishwa na bakteria ambao wanaingia kwenye via vya uzazi kwa mwanamke kama gonorea, lakini pia kutumia vipandikizi visivyo salama, lakini pia kuingiziwa vitu vingi kwenye njia ya uke. Hivyo vinasababisha kupata bakteria wa PID, na leo tutajifunza dalili zake za PID. Je, ukizipata hizi dalili ndio utajua kwamba una changamoto ya PID au la, na nitakupa tiba pia ambayo itakusaidia kumaliza changamoto ya PID. Dalili ya kwanza ya PID ni maumivu ya tumbo la chini. Hii ndiyo dalili ya kawaida kabisa ambayo mwanamke yoyote anakutana nayo. Lakini dalili ya pili ni kutokwa na uchafu ukeni usio wa kawaida, na mara nyingi unakuwa na harufu mbaya sana yenye shauku. Lakini pia kuna maumivu wakati wa tendo la ndoa, na hii haipingiki, ni dalili ambazo zipo kwa wanawake wengi ambao unakuta ana changamoto ya PID. Lakini kitu kingine ni homa au mwili kuwa na joto kupita kawaida. Ukishakuwa na changamoto ya PID huwa unapata hiyo homa bila kutarajia, lakini pia ni homa ya kila mara, ya mara kwa mara, na hiyo huipata isiyo ya kawaida, lakini pia unapata joto. Dalili nyingine tunaona ni maumivu wakati wa kukojoa. Lazima upitie yale maumivu, lakini pia kuna kutokwa na damu isiyo ya kawaida, hasa wakati wa hedhi au baada ya tendo la ndoa. Na hizi ni dalili ambazo watu wengi mnapitia na bila kujua kwamba ni tatizo la PID au pelvic inflammatory disease. Lakini kumbuka kwamba baadhi ya wanawake hawapati dalili zote, na hii ndiyo sababu kwamba PID ni hatari zaidi, kwa sababu inaweza kuendelea kimya na bila wewe kujua kwamba una changamoto hii. Tuangalie madhara ya PID kwa ufupi zaidi, kwamba hasa kama haitatibiwa mapema utapata madhara gani. Madhara makubwa ni pamoja na utasa, kama nilivyowafundisha hapo awali kwamba utapata utasa. Maambukizi yanaweza kuharibu mirija ya uzazi na hivyo yai kushindwa kukutana na mbegu za kiume, na hii ni kubwa zaidi kwamba kwako wewe itakuwa sio jambo la kawaida. Lakini pia kuna mimba kutoka nje ya mfuko wa uzazi, kwamba hii itakuwa ni dalili za PID, na hii hali ni hatari sana, ambapo mimba hukua nje ya mfuko wa uzazi. Mara nyingi kwenye mirija ya uzazi inakuwa unapata maumivu makali sana, lakini pia maumivu ya muda mrefu ya nyonga. Hata baada ya matibabu, baadhi ya wanawake hubaki na maumivu hayo ya kudumu. Yaani unajikuta hilo tatizo linadumu zaidi na zaidi bila kupona kwa haraka. Lakini pia kuna kuenea kwa maambukizi mwilini, kwamba kama PID itakuwa kali, maambukizi yanaweza kuenea na kusababisha matatizo makubwa zaidi kiafya. Kwa hiyo usichukulie kawaida kwamba hili tatizo la PID ni tatizo ambalo linaweza kusababishia vitu vingi kwenye mwili wako na usipone kwa haraka zaidi. Lakini ujumbe muhimu ni kwamba usisubiri dalili ziwe kali ndipo ufate matibabu. Hapana. Ukiona dalili mojawapo isiyo ya kawaida, jitahidi sana kwenda hospitali haraka sana kupata vipimo na matibabu sahihi. Tunayo tiba ambayo ni nzuri sana, ambayo tiba yetu inaitwa Penicare. Hii Penicare ni dawa nzuri sana ambayo itakusaidia wewe kutibu vitu vingi sana, ikiwepo kuweka mzunguko wako wa hedhi sawa, kusafisha mirija ya uzazi ni nzuri sana, lakini pia inakutibu changamoto nzima ya PID, fangasi sugu, UTI sugu. Ni dawa nzuri sana ambayo imesaidia wanawake wengi na kina mama wengi, lakini pia inasogeza kizazi kwa wewe ambaye umeshindwa kujifungua kwa wakati, lakini pia inapevusha mayai. Ni dawa nzuri sana na inatibu ukavu wakati wa tendo la ndoa, mvurugiko wa hormones, kukosa ute wa uzazi na vitu vingi. Tumia Penicare, itakusaidia kumaliza changamoto zako. Kuna namba ambayo nimeiweka hapo
tupigie kwa ajili ya tiba, lakini pia kupata ushauri zaidi na zaidi. Kumbuka kwamba kutibu mapema changamoto ya PID kuna kuokoa sana afya yako ya uzazi. Hautahangaika sana. Asante sana kwa kutazama video hii, na kama umejifunza au umepata kitu kipya ambacho ulikuwa ukijui, jitahidi sana usisahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu ya Penicare Afya ili uendelee kujifunza vitu vingine zaidi.